pita. Na kikubwa zaidi kutoka kwa Julius, alitueleza harakati zake kutoka Tanzania na kwenda katika mataifa ya nje kwenda kutafuta maisha. Na anakuambia ameenda huko na kweli alichokitamani amekipata. Lakini iko hatua kwa sasa hivi ameifikia. Julius anatuambia amekutana na mwanamke ambaye ni mwanamke wa kizungu na wameanza mahusiano naye na mwisho wa siku hakuona sababu ya kurudi nyumbani kwa sababu huku nako alikuwa amekwisha kuanzisha familia. Sasa hivi amepata mtoto na huyo mwanamke wa kizungu. Na huku nyumbani alishamwacha mke wake. Na alimwachia vitu ambavyo alivitengeneza au tunasema alivipata katika nyakati za utafutaji akiwa Tanzania na katika nafasi ya utafutaji akiwa katika mataifa ya watu. Kuna nyumba ambayo huyu mwanamke huku Tanzania alikuwa akisimamia. Kwa hiyo katika kumalizana kiroho safi, kwamba mimi bwana nimeanza maisha yangu mapya. Unaona bwana, wewe endelea tu huko Tanzania. Kwa hiyo nyumba ni ya kwako, lakini pia kuna nyumba ambazo anasema tulikuwa tunajenga kwa ajili ya kupangisha. Julius anasema hata hizo pia nikawa nimemkabidhi, na haya alikuwa ni mapatano kati ya mimi pamoja na mke wangu. Sasa hapa anamzungumzia mwanamke mzungu. Na walienda hatua zaidi mpaka wakafunga ndoa na huyu mwanamke wa kizungu. Anatueleza ndugu yetu anaitwa Julius. Mimi nimekukumbusha kidogo ili twende sambamba zaidi katika uzuri leo siku ya Jumatatu katika Nuru Fita ya Jahazi chini hapa Clouds FM. Yes. Nini ndugu yetu Julius anaenda kutueleza baada ya kumpiga mke wake na mke wake kwenda kumshtaki kusema amenipiga, amenijeruhi. Na ni kweli Julius anasema nilimpiga kweli kweli, lakini ni kwa sababu ya hasira, sije kufanya kitu kama hicho. Na Julius anasema kumbe sikuwa najua, nilikuwa nimewekewa mtego. Huyu mwanamke alishafika mwisho, hakunihitaji tena kwenye maisha yake kwa sababu amepata mwanaume mwingine. Na kwa namna ambavyo Julius anasema huyu mwanaume alishawahi kuwa na mahusiano naye siku za nyuma. Kwa hiyo wamerudi na kuendelea na maisha yao. Na anasema ninahisi mahusiano yao yameanza muda mimi sikuwa najua. Yes. Tuna sababu ya kujifunza kuhusu maisha kila inaitwa leo. Hakika. Haya, leo ni siku ya Jumatatu. Leo mimi nipo na Super Monday kutoka Mchongo Pesa. Siku njema tunaambiwa inaanzia asubuhi, lakini wiki ni njema tunasema inaanza Jumatatu. Yaani ukamilifu wa siku au wa wiki kuwa njema tunaiona Jumatatu. Na hii Jumatatu ni nzuri sana, mimi nikwambie, kwa kupitia Mchongo Pesa, kwa sababu njia ni rahisi kabisa kwa eneo zima la kukoleza michongo kwa kupitia tu buku yako. Mimi nikwambie na fedha hapa nina shilingi 999. 999 hizi bwana zipo kwa ajili yako. Na hizi 999 zinaenda kwa washindi 25. Watu 25 ni wengi kweli kweli, nawe utakuwa miongoni mwao jioni hii ya leo. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua simu yako, ingia kwenye menu ya simu yako, sijui unatumia mtandao gani, mtandao wote unaotumia una sifa za kucheza Mchongo Pesa. Kwa hiyo ukishaingia kwenye menu ya simu yako, nenda pale lipa bill. Ukimaliza hapo nenda pale namba ya kampuni. Sasa kwenye namba ya kampuni weka 321333. Alafu kumbukumbu namba weka neno pesa. Alafu weka buku lako. Halafu kamilisha. Leo ni Super Money Jackpot. Tunanyosha michongo kwa kukoleza levels kama hivi. Tuna 999, kumbuka ni kwa washindi 25. Sasa kati tunasikiliza Nuru Fita, usicheze mbali na simu yako. Fanya mchakato na buku mbili. Wewe cheza, nani ajuae? Nani ajuae kuna 900 inaingia hapo na 900 inafanya jambo kabisa. Ndugu yetu anaitwa Julius. Julius anasema, mimi Julius sikuwaza kama kuna siku moja naweza nikakutwa na kesi kama hii. Ulishawahi kusikia sentensi wanakuambia gereza halina mwenyewe? Hatukiuliza wale watu walio ndani kama kuna siku moja waliwahi kuwaza wanaweza wakajikuta katika mazingira kama hayo. Kuna mmoja atakwambia sikuwahi kuwaza hata siku moja, kwa sababu maisha yangu si maisha ya uovu. Mimi si mwizi. Mimi sifanyi mambo mabaya hata yanipeleke kule. Lakini kwa sababu gerezani hakuna mwenyewe, leo nimejikuta niko na kesi ya kujibu. Nimempiga mwanamke. Anathibitisha na kusema amekuwa akinifanyia hivyo.
kitu ambacho sio kweli. Sio kweli. Tangu nimemfahamu mwanamke huyu wa kizungu, tumeanza naye mahusiano. Tena tulianza kama urafiki. Tumeanza mahusiano. Tumefanya vitu vingi pamoja. Tumepiga hatua hapa tulipofika mpaka tuna mtoto. Kuna anatamka na kusema nimekuwa nikimfanyia hivyo, ili niogopesha sana. Mshikaji wangu ananiambia hautoboi. Hizi kesi katika mataifa ya wenzetu ni kesi nzito kidogo. Kesi nzito ni tofauti na kule nyumbani Tanzania. Kule nyumbani Tanzania mwanamke anaweza akapigwa mpaka akapoteza fahamu. Watu wakaona ili kumsaidia wambebe yule mwanaume wampeleke ndani, akae ndani kidogo. Lakini yule mwanamke akishtuka, tunasema mume wangu uko wapi bwana? Bwana tulikuwa tuna migogoro tu midogo bwana, niacheni mume wangu. Huko mataifa ya huko kumpiga mwanamke ni moja kati ya makosa makubwa sana. Julius anasema basi niseme nini rafiki yangu? Nilikuwa nimekwisha kukamatwa na hukumu yangu inatolewa. Sikuamini. Julius anasema hukumu yangu ilitoka, nitatumikia kifungo cha miaka 5 ndani. Miaka 5 kwa kumpiga mke wangu na yeye kuthibitisha nimekuwa nikimtenda hayo matendo mara kwa mara. Tazama, mimi ni mgeni ambaye nimekuja katika taifa hili. Nimemooa mwanamke ambaye anatoka katika ardhi hii. Nimekuja na ugeni wangu, ninampiga mtu wao, tena kwa kumuumiza katika kiwango kikubwa, na akisema nimekuwa nikimtendea mambo kama hayo ya kikatili mara nyingi. Sikutoboa kama rafiki yangu alivyosema. Sikuamini. Yaani katika vitu ambavyo kwenye maisha yangu vimewahi kunitokea, sikuamini ni hiki hapa. Sikuamini. Kwa sababu mimi Julius sio mtu mbaya. Sio mtu mbaya. Lakini sikuwa na la kufanya. Sikuwa na la kufanya. Moyo wangu ulizidi kuumia zaidi baada ya huyu mwanamke kulifanikisha ile la kwake na mimi kuwekwa ndani. Mshikaji wangu ananiambia, nilikwambia kudate na wanawake wa kizungu sio kitu kibaya. Lakini ukikutana na mwanamke ambaye inafika level amekuchoka kuhitaji, anaweza akakufanyia chochote kinaweza kikakuumiza sana. Huyu ni mwanamke ulishindwa kunoti mapema, alisha kuchoka. Alikuaminisha katika vingi ambavyo alikuwa anaonyesha kama ni upendo, lakini inaonekana alikwisha kukuchoka. Niangalieni mimi Julius namna ambavyo nimeharibiwa maisha yangu. Lakini sikuwa na la kufanya. Tangu nimeondoka nyumbani ni miaka imepita, sijarudi tena nyumbani. Na wakati nilipokuwa natoka nyumbani, hilo halikuwa moja kati ya kusudi langu. Nilipoachana na mke wangu, yani tunaagana, alinitakia baraka kama mwanaume nikatafute na atabaki akiangalia watoto, na mimi nilimwahidi pale mambo takapoona yamenyoka nitarudi nyumbani na tutaungana na familia. Lakini toka niliponyanyua mguu wangu na kwenda nje ya taifa langu sikuwahi kurudi. Ukiniuliza kwa nini, inaweza nikakupa sababu 1000 ambazo zote unaweza kuzitazama hazina sababu za msingi. Julius anasema nisikie mimi na kueleza haya. Usiombe mambo haya yakakukuta ukiwa katika mataifa ya watu. Nani anakuja kukuangalia? Nani anakuja kukuangalia? Kwa sababu mimi unajua niko na ndugu zangu nyumbani Tanzania. Pamoja na kwamba niliondoka na nimekuwa ni mtu ambaye wamenishauri mambo mengi, hasa lile swala la mke wangu, lakini niko na ndugu zangu ambao pengine ungekuja hata kunitazama. Nani ananitazama? Yule mwanamke sikumuona tena kuja kunitazama. Vipi kuhusu mtoto? Hata yule mtoto sikumuona tena. Rafiki yangu aliyesalia sio yule ambaye alinishawishi kutoka hapa Tanzania na kwenda kutafuta maisha kule. Yeye ameoa mwanamke wa kizungu, yeye ana namna yake ambavyo anaishi na mke wake.
niko tu. Zaidi kuna huyo mshikaji ambaye alikuwa anakuja kunicheki na kunitia moyo. Akaniambia kwenye maisha sometimes watu tunakutwa na mambo ya bahati mbaya. Na katika maisha ni kumwomba Mungu asikukutanishe na mtu mbaya. Sababu mtu mbaya haoni shida kukuumiza. Nifanye nini sasa? Machozi yalitoka yakakata. Nikakubaliana na hali na sasa inabidi nitumikie hicho kifungo ambacho ninakistahili kwa maelezo ya kisheria. Lakini kwangu mimi hii kwangu ilikuwa ni bahati mbaya na sijawahi kufanya hilo tendo, lakini sina namna ya kuthibitisha kwa sababu aliyetendewa anasema ninamtenda hayo mara nyingi zaidi. Julius anasema basi siku nazo zikazidi kwenda nikiwa niko natumikia kifungo. Ninasema maneno haya, ninamshukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ilifika nilimaliza kifungo changu kwa mujibu wa sheria. Nikumbuka sana siku hii. Mtu ambaye alikuja ni mtu ambaye sikumtarajia. Unajua katika maisha tunaishi tuna marafiki. Katika mishi zetu tunaishi tuna marafiki ambao wako karibu na sisi. Tunaamini kabisa tukiwa tupo katika situation fulani, hawa ni watu ambao watatushika mikono. Watatukumbatia kwa sababu nyakati ambazo wao wanapita na sisi tulifanya hivyo kwao. Kwa hiyo naamini watanikumbuka na mimi pia. Hawajaje kuniona gerezani, lakini katika nyakati hizi ninazotoka hawataniacha, watakuja na kunikumbatia na kunipa faraja. Lakini ni mshikaji wangu yule ambaye sio mzaliwa wa Tanzania. Yaani hatutoki ardhi ya Tanzania pamoja. Ni mtu ambaye anatoka nchi nyingine tu ya Afrika. Ndio alikuja na kunipongeza, akaniambia pongezi sana. Lakini na moja kwa moja nilikuwa natakiwa kuondoshwa. Yaani niondolewe katika hili taifa na kurudishwa nyumbani. Mimi sio kwamba nilitaka kurudi nyumbani mapema baada ya kutoka kifungoni. Ila niliambiwa napaswa kurudishwa nyumbani. Nikizungumza hivi kuna watu watakuwa wananielewa. Sikuwa na kitu kilichosalia ambacho naweza nikasema kikawa cha kwangu cha kukiendeleza. Julius anasema ninarudi nyumbani Tanzania. Ninarudi nikiwa sina chochote. Ninarudi nyumbani Tanzania sina chochote. Ninarudi ni ndugu zangu wachache walinikumbatia. Nyakati hizi narudi. Nilikuwa na stress sana. Mimi ni mtu ambaye nimepoteza kila kitu. Ndugu zangu walisema wewe ni ndugu yetu, hatuna pa kukutupa. Ila kwa mambo ambayo ulifanya ulikuwa hustahili hata kusamehewa. Nyumbani ni nyumbani na akatae kwa huyo ni mtumwa. Wangapi wanaenda mataifa ya watu lakini wanarudi nyumbani. Unawezaje kukaa miaka yote hiyo usikumbuke hata una ndugu zako? Usikumbuke kwamba mimi natakiwa kurudi hata kujumuika na wenzangu. Ukaona ardhi ya wengine ndio imebarikiwa zaidi kuliko nyumbani. Hata pamoja na yote tutaenda na kuzunguka mataifa na mataifa, lakini nyumbani patabaki kuwa nyumbani. Leo narudi nyumbani nikiwa sina chochote. Julius anasema, unajua kuna watu wanasema alikuwa Ulaya, yuko nje huyu miaka mingi sana, wakiamini kwamba ukirudi wewe unarudi uko na plani ya biashara kubwa. Unakuja una miradi unataka kuinvest. Alikuwaga nje huyu. Ameenda kujitafuta, sasa hivi kaamua kurudi. Mimi narudi na nini? Sina chochote. Niko hapa kukwambia sina chochote. Kwa sababu nimetoka ndani ndo nikaja huko nyumbani. Yule mwanamke wangu, mke wangu, kipenzi mke wangu, yuko na maisha yake. Ameolewa na mwanaume mwingine na amepata mtoto.
Nilivyorudi nyumbani sikuona ni nini naweza nikashika. Hakuna cha kushikika hata kimoja. Nikawa na stress sana, kwa sababu nimekuwa nikipambana kuijenga kesho yangu. Lakini kumbe kesho niliyokuwa naipambania ni kesho yangu hii hapa, ambayo yale maisha niliwahi kuisema sitaki nifike katika umri kama umri fulani nikiwa nipo bado na ukoteza. Nataka nikifika umri fulani niwe ni mtu ambaye nimeshajitafuta, nimeshajipata, nimeseto na vyanzo vya uchumi ambavyo vinaingiza pesa bila stress. Lakini sasa mimi nimeanza sifuri kabisa. Julius anasema nilipata nafasi ya kuzungumza na mzazi mwenzangu, yani yule mke wangu. Niliomba appointment, nikaenda nikaonana naye. Akaniambia pole kwa matatizo, nikamwambia asante. Nikamwambia yani nimesha kuomba msamaha mara nyingi sana, bado sichoki, naomba unisamehe. Na huyu mwanamke akaniambia umeniumiza sana. Yani siku ambayo yule mwanamke alipiga simu na kuniambia huyo mwanaume unayesema ni mume wako na mgoja, mbona tulishaanzisha familia, sikuamini, kwa sababu nilikuwa na kuamini sana. Hata miaka ilivyozidi kwenda ukiniambia napambana, niliamini bado wewe ni mpambanaji na utapambana, na mambo yakikaa vizuri utarudi nyumbani. Sikuwahi kuumia katika maisha yangu, ila ulinifundisha kitu kikubwa sana. Mimi sina la kukusaidia lolote, ila ninakuombea tu yaliyokuwa mema. Ninakuombea tu yaliyokuwa mema. Nilimwambia mambo yangu sio mazuri kabisa. Yani unajua vitu vingi ambavyo nilinunua nikiwa huku, unajua yale mazungumzo tuliyozungumza ukavichukua. Niko mbele yako kukuomba, naomba unisupport. Kwa sababu kwa sasa hivi hakuna mtu wa kuweza kunisaidia yeyote, lakini najua wewe ni mzazi mwenzangu, utanishika mkono, utanisaidia. Nakumbuka nilivyomuomba msaada huyu mwanamke, alisimama akaniambia kwa hiyo ulinitafuta kwa ajili ya kutaka kumention baadhi ya vitu ambavyo unaamini ni vya jasho lako ninavyo mimi. Hivi ni vitu ambavyo tulikabidhiana kihalali. Hauna nyumba. Yani hilo kwanza ni kuambie tu, ulitoa kilini mwako. Hauna nyumba ya kusema tutabageni mimi na wewe kwamba tulijenga. Hakuna. Nikamwambia hakuna vielelezo, lakini unajua jasho langu lilitumika hapo. Okay, jasho lako lilitumika, lakini mimi pamoja na wewe na yule mwanamke wako tulimalizana. Ukiwa katika dimbwi la mahaba ulikubali na kila kitu tukakifanya kisheria. Tafadhali sana. Yani nakuomba tafadhali sana. Kama unaomba kwangu msamaha, mimi nilishakusamehe na ndio maana niliachilia, na sasa hivi na maisha mengine. Nakumbuka nilimuomba, naomba unisaidie 10,000. Naomba nisaidie 10,000. Nisaidie angalau nauli, maana tulikuwa tumeonana sehemu. Yule mwanamke aliniambia hata shilingi 10 yangu hauwezi kupata. Yani usije tena kwangu siku yoyote kutaka chochote. Lakini nikamwambia mimi ni binadamu, nakumbwa na changamoto, ni sehemu ya maisha, lakini nimekuwa baba bora na baba mzuri kwa watoto wangu. Nimekuwa nikipambana kuhakikisha wanaendelea vizuri. Nimekwama tu, nitaamka tena. Akasema kakae kule ukangoje kuinuka kwako na iwe faida kwako pamoja na familia yako, yani ndugu zako, sio mimi. Naomba uniache, nafuta kumbukumbu. Kama kuna mali yoyote uliondoka ukaiacha kwangu, zingatia hili neno. Hata 10,000 alininyima. Julius anasema nakumbuka ndugu zangu nilivyowaambia kuhusu hilo, waliniambia wewe ulitarajia nini kwa mfano? Ulitarajia nini? Akwambie basi kwa sababu umepata changamoto basi utachukua kodi kwenye ile nyumba, utakuwa unachukua pale kodi. Hamna, watu wanatofautiana na huwezi kumfanya chochote. Hasa utaenda kumshtaki wapi? Sisi wenyewe tulikuwa tunashangaa maamuzi unafanya. Tunashangaa umekuwa ukipambana huko unatuma pesa, leo unaamua kugawa.
unasema chukua tu, na hicho unataka chukua, mimi niache tu na maisha yangu, nimepata mwanamke mwingine. Yani usimtafute mtu wa kumtwisha lawama. Hakuna mtu wa kumlaumu kutokana na mazingira ambayo unapitia sasa hivi. Wewe ndio umekuwa mchawi wa maisha yako. Yani wewe ndio mchawi wa maisha yako. Kwa hiyo ukijilaumu, jilaumu wewe, na usipandikize watu wengine kama wamekuwa sosi ya mahangaiko yako. Shida ni wewe. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Julius katika safari yake ya maisha hapa ndani ya No Filter ya Jahazi HD Clouds FM, na bado tuko pamoja hapa. Hili ndio Jahazi HD. Jahazi HD. Waite! Tuliwasubiri sana, hatimaye wanakutana tena. Safari hii hatoki mtu, ni El Clasico ya moto ndani ya Star Times. Baada ya Lamine Yamal kuikosa El Clasico, je, Kylian Mbappe na Vinicius Junior wataweza kutamba mbele ya Rafinha na Lewandowski? Usikose bonge la El Clasico la kihistoria la kufunga msimu. Barcelona wakiwa nyumbani pale Spotify Camp Nou kuwakaribisha Real Madrid. Je, nani atatoka na uhakika wa bingwa msimu huu? Gemu itapigwa Jumapili ya tarehe 10 Mei saa 4 kamili usiku na kukujia live kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili, huku kwa Kiingereza ni kupitia ST Sports Premium. Cha kufanya ni wewe kulipia kifurushi chako mapema, ufurahie udambwi-dambwi wa soka la Kihispania. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app, inapatikana Play Store na App Store. Star Times, enjoy digital life. Dar es Salaam, Dar es Salaam. Jamani mimi. Are you ready? Baada ya miaka 20 ya muziki, yani hit ngoma juu ya ngoma, Black Paida present Christian Bella, king of the best melodies, mfalme wa rumba, sauti ya mahaba. Anarudi jukwani kusema asante Tanzania. Ni show ya kipekee, ni experience, si ya kukosa hii. Tukutane tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026 Mlimani City, kuanzia saa 1 kamili za jioni. Dress code sasa ni black and gold. Kama umewahi kumpenda Christian Bella na kuimba nyimbo zake, basi hii si ya kukosa, kwa sababu ni usiku wa good music, good people, good vibe. Christian Bella anarudi kusema asante Tanzania. Naitwa Daudi Jonas Daudi, natokea Mapinga, Bagamoyo. Ni mshindi wa jackpot milioni 5 tokea Mchongo Pesa hapa Clouds FM. Nimecheza kwa muda wa miaka 3 au kushinda. Sikuwahi kukata tamaa hata siku moja. Nimeenda kucheza mpaka leo nimeshinda, nimetangazwa kwa mshindi wa milioni 5 jackpot. Nitawashauri washikaji wanangu waendelee kucheza, sikate tamaa. Ipo siku na watashinda kama nilivyoshinda mimi. Nyosha sasa kwa kucheza Mchongo Pesa kupitia namba ya kampuni 321333. Kumbukumbu namba, andika neno pesa, alafu tuma buku tu. Hairuhusiwi chini ya miaka 18. Uchezaji ni kiasi. Mchongo Pesa, koleza michongo, nyosha levels. 88.1 Clouds FM Mwanza. Hili ndio Jahazi HD. Jahazi HD. Bado na kukumbusha kuhusu Mchongo Pesa, na leo siku ya Jumatatu ya leo tunasema huu ni mchongo jackpot. Sasa shingapi hapa inatoka kwenye Mchongo Pesa hapa bana? Inatoka shilingi 999. Shilingi 999 zinatoka, na hizi zinaenda kwa washindi 25. Na mimi na imani kubwa kwamba na wewe ni mmoja wao. Kikubwa zaidi, hakikisha tu uko na buku kwenye simu yako ili upate hii shilingi 900 za Kitanzania kwa mtandao wote unaotumia hapa Tanzania. Basi unaweza ukacheza Mchongo Pesa ni kuingia tu kwenye menu ya simu yako pale kwenye kulipa bill. Nenda pale sasa, namba ya kampuni weandika tu 321333, halafu kumbukumbu namba andika neno pesa, halafu kamilisha muamala kwa kuweka buku lako.
halafu tulia, kwa sababu kuna 900,000 yako hapa, yani bila kutumia nguvu. Yani sasa hivi unafanya mchakato, baada ya kila saa kuna washindi wanaendelea kutoka. Washindi ni 25 kila saa kwa ajili yako, na nikwambie tu kuanzia saa 3 mpaka saa 6 usiku tunatikisha kweli kweli, tunatikisa kwa ushindi wa milioni 2.5 kwa washindi 20, milioni 2.5 kwa washindi 20. Unajua mchongo pesa wakisema wanatoa bwana, pesa ipo. Endelea tu kukoleza michongo kwa kupitia buku lako, na ushindi upo. Ushindi ni lazima kwa kila anayecheza, iko hivyo yani. Tunazungumza maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanaleta kwetu, nasi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Moja kati ya simulizi ambayo sio ndefu sana, lakini imebeba mafundisho makubwa katika harakati za utafutaji ya ndugu yetu anaitwa Julius. Julius anasema, nimerejea nyumbani nikiwa sina chochote. Hiyo ilinipa picha na kuangalia washikaji zangu wengine ambao pia wametoka na kwenda kutafuta, na kuja kugundua tunakutana na changamoto tofauti tofauti, hasa katika masuala mazima ya utafutaji. Tunaamini kwamba tumeenda na vision fulani, lakini baadaye tukiwa huko tunajikuta wakati mwingine tunaingia kwenye mahusiano ambaye anabadilisha zile ndoto au mipango yetu, na kuamua kuishika hiyo mipya ambayo unaanza nayo katika taifa fulani. Unaacha kabisa kurudi nyumbani. Kuna watu wana miaka 10, kuna watu wana miaka 20. Unakuta maisha yao yameharibiwa kule, lakini hawezi kurudi nyumbani. Kwa nini hawezi kurudi nyumbani? Kwa sababu anaamini, nikirudi nyumbani naenda kufanya nini? Ninaanzia wapi? Wapi nitashika pakashikika? Nani anaweza kanishika mkono? Watu tunaamini watu ambao wametoka nyumbani na kwenda sehemu nyingine kutafuta, wanarudi na jambo. Unarudi huna jambo, nani anakutazama? Kwa hiyo mtu anaona ni bora endelee kupambana huko. Wako ndugu wengine wamepoteza mpaka maisha, hata ndugu zao hawajui. Katika masuala ya utafutaji kuna mambo mengi sana, lakini mimi nilikutwa na hili, kuwekwa ndani, nikarudi kama nilivyo, na niko hapa. Kiukweli nimevurugwa maisha yangu kwa 100%. 100%. Ndugu zangu baadhi wananilaumu sana, wananiambia ndo maisha nilichagua. Wengine wanaguswa na mimi, wananiambia binadamu ukosea, na anapokosea, napojua amekosea, apewe nafasi. Wananitia moyo, wakuniambia, Julius utaamka tena, Julius wewe ni mpambanaji, utasimama tena. Nafanya nini sasa? Naambiwa kwa sababu ya professional yako ambayo ulikuwa unaifanya, kupika inabidi urudi maisha ambayo nilishayaachaga nilipoenda huko nje. Kwa sababu kumbuka, nilipotoka hapa, tulipozungumza na mshikaji wangu, mimi ilikuwa ni kuendeleza hii career yangu ya mambo ya mapishi, unajua. Lakini nikaenda kule, mambo yakachange, nikajikuta naenda kufanya kazi zingine za kufanya kwa part time. Unafanya hapo unapata pesa, unageuka huko unafanya unapata pesa, sio zile ambazo zilinipeleka kule. Kwa hiyo hizi shughuli za kupika sijazifanya muda mrefu, na umri niliokuwa nao sasa hivi miaka imesogea. Huo mtaji wa kusema naanza hata kufungua mgahawa ninautoa wapi? Maisha yangu yamevurugika. Sikuwahi kuwaza kama naweza nikakutwa na hali kama hii kabisa, yani kabisa. Lakini niko hapo. Bwana, maisha unaanza popote bwana. Anza hata kupika visheti hapo nyumbani, uza upate 200. Unaona? Hebu nitazame mimi, au jichukulie mfano, mimi ndugu yako, niliondoka na kwenda mataifa ya watu huko, nikafanya maendeleo. Amejenga bwana, kamaliza nyumba yake bwana. Kamaliza nyumba hadi familia imeingia pale kwenye nyumba yake. Sasa hivi anajenga apartment bwana. Huyu mtu huko mataifa ya watu huko anapambana, au ndo wanaume wapambanaji. Lakini leo nimerudi hivyo. Na mimi sio kwamba huyu mwanamke kanidhurumu au kaniibia. Ni mimi nilisema haina shida, chukua, kaa navyo hivyo. Wewe endelea na maisha yako, ukipata mwanaume mwingine olewa. Mwanamke yuko na ile nyumba,
Mwanamke zile apartment inaonekana walishikamana na wewe mwanaume wake, wamekarabati, kuna wapangaji wanaingiza hela. Jamani. Yani nachanganyikiwa. Julius anasema lakini lazima siku zizidi kusogea mbele. Nawaza nitakaa hapa nyumbani Tanzania au niende tena nikapambane huko nje. Mahali ambako naona kama nimekaa muda. Je, nafasi ya kwenda nayo? Ndugu yangu mmoja ananiambia nikwambie Julius, kubali umeanguka, anza upya. Ndio sentensi aloniambia. Kubali umeanguka, anza upya. Watu wanaanguka, lakini ukabaki hapo unajihukumu miaka ulienda gerezani, unajihukumu kwa makosa ambayo uliyafanya kwenye nyakati zile uliona sahihi, ni kupoteza muda. Umeshakosea, jisamehe kwa makosa uliyafanya, jipe nafasi nyingine. Umshukuru Mungu hata wewe una kitu, una ujuzi wa kupika, watu wanajua wewe ni mpishi. Yani kipawa waga akizeeki. Utazeeka mwili, vitendea kazi vya viungo vitazeeka, lakini ule ujuzi ulionao ndani upo. Unaona bana, kuliko kukaa kila siku kuomba huyu akupe nauli, huyu akupe hiki. Mimi nikusaidie mtaji kidogo, ukusaidie, tafuta kitu, fanya. Nikamwambia kitu gani? Yani kitu gani? Akaniambia hata tengeneza mishikaki. Wewe una uwezo wa kutengeneza kitu kizuri. Unaona, angalia mazingira hata hapo nyumbani, tengeneza mishikaki yako mizuri. Mimi nakupa mtaji. Embu anza tengeneza, wapelekee watu 2-3. Wakumbuke kwanza mapishi yako, wajue mishikaki mizuri wanaipata kwa Julius. Maisha yako hivyo, ukibaki unajilaumu hapo utakufa. Yani habari za kukaaga na kujilaumu, yani mimi ukaendelea, nataka nikwambie unakufa. Tulizungumza hayo, halinitia moyo sana. Wako watu wananilaumu, wananilaani, lakini Mungu ni mwema. Kuna mtu aliniambia takupa mtaji. Mimi naamini uwezo uliokuwa nao, bado ule uwezo bado unao, hata kama hujafanya siku nyingi. Julius anasema basi alinipa pesa, nakumbuka alinipa shilingi 400,000. Akaniambia Julius, mimi nimekupa hii kwa sababu nakuamini. Unanielewa? Alafu naona wewe ni mshikaji, ni mpambanaji. Haya uliokutana nayo mtu yote anaweza kukutana nayo. Lakini kwa sababu wewe ulianza na uliwahi kuanza na 0 na ukaja ukapata kikubwa, haimaanishi kwamba huwezi kuanza tena na 0. Usijiangalie umri ndio kwa nao, nawezaje kuanza nikawa mkubwa tena. Anza na sasa hivi, ishi kwenye ndoto yako. Wewe ni mpishi na unapenda kupika, baki ukipika. Julius anasema nilifarijika sana. Maneno yalinitia moyo, lakini sio maneno tupu ambayo yaliambatana na pesa. Kweli. Hivi kweli mimi ninapewa 400,000 inachanganyikiwa kwa shukrani. Yani asante. Yani asante nyingi, kwa sababu hata nauli tu inakuwa ni mtihani. Maisha ambayo nilishatoka huko yani. Sio kwamba yule mwanamke mzazi mwenzangu sikuwahi kumfuata tena. Nikamwambia naomba nisaidie, kwa sababu sina wa kumwambia nilikosea, ni kweli mimi sijakwambia nataka turudi tuishi. Nisaidie kuniinua katika hili jambo, mimi ninatesa na aibika. Nisaidie hata chochote, hata mtaji. Huyu mwanamke hakunipa hata 100. Sasa hivi ana usafiri, ana maisha yake mazuri. Ndio kama nimekwambia, apartment ambayo ina mkono wangu iko pale naiona. Na wapangaji, watu wanachukua pesa kwa mwezi, na ile location, hata kwenye nyumba ile tulikuwa tumejenga na mke wangu, imekuwa mahali pa watu wa maana. Siku zimesogea, ardhi imekuwa thamani, yani watu wamejenga, watu wa maana. Lakini nabaki hadithi. Unajua ile ilikuwa nyumba yangu, unajua ile ardhi nilinuaga pale, nikaanza kujenga apartment na nini. Ni story ambazo hazina maana hata kuzielezea, kwa sababu hazina faida kwangu. Haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki, anaitwa Julius. Julius anasema lakini niliyopata, hata aliyenipa aliniambia
Usije ukanifuata tena ukaniambia unajua mshikaji, mtaji umekata. Yani tuseme hii ndio akiba yako iliyosalia, kwa sababu hakuna mtu wa kukupa. Mimi nataka nikwambie hakuna. Hivi nisikilize mimi rafiki yangu, inawezekana upo katika harakati za utafutaji, sijui uko nchi gani, sijui unafanya mishe gani. Kuna watu wanakupigia simu, jamani Julius, jamani mwanangu huku kakwama huku mwanangu, jamani ada. Si vile tunahangaika nao sana. Nataka nikwambie mimi katika hali ninayopitia sikumuona. Hata wale waliokuwa wakiniambia nimekwama hiki, na mtoto anaumwa na mamangu anaumwa, sijui ni shangazi anaumwa, jamani shangazi amekwama kuna operation, nitatuma pesa. Siwaoni. Nakwambia siwaoni. Hawapo. Ndio kwanza wanasema yani wewe naye ni mjinga. Sijui watu wanarogwa. Yani sasa hivi amekuwa na zurura, huwezi dhani kama ni mtu alikuwa gani wa maana. Nyie watu wanabaki kuyasema hayo, nobody care kuhusu wewe. Hakuna anajali lolote rafiki yangu. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Julius. Asante kwa kusikiliza Nufita ya Jahazi chini hapa Clouds FM. Leo siku ya Jumatatu, tarehe 4 ya mwezi wa 5 2026. Tuendelee kusikiliza Jahazi chini mpaka saa 3 kamili usiku. Muda sio mrefu kutoka sasa tunaungana na wenzangu hapa kuhakikisha hili jahazi mpaka saa 3 tunalifikisha salama. Yes. 88.5 Clouds FM Pwani. Hili ndio